Huu ndio ulikuwa uso wa shule nzima hapo awali, sura ya huzuni iliyoweka doa kwenye ndoto za watoto. Watoto wamesoma kwa shida karibu miaka 15-20 hivi. Kwa muda mrefu shule ya msingi Kitelewasi ilikuwa kama nyumba isiyo na paa. Jua na mvua vilikuwa wageni wa kila siku kwa wanafunzi. Si nyakati za mvua tu, hapa pana asili ya upepo. Unakuta madirisha yalikuwa hayana madirisha yalikuwa wazi. Yalikuwa upepo unapiga sana. Kwa mfano haya majengo ilionekana kwamba inaweza tukaambulia vilio. Ina maana yalikuwa na nyufa zilizobomoka, wamesoma kwa shida kweli. Madarasa yaliyochakaa na vyoo visivyo salama vilikuwa ni ushuhuda wa kilio kisicho na jibu. Na hata hivyo tu tunashukuru kwamba penyewe watoto hawajaugua mpaka sasa. Lakini kama barafu juani, mfupa uliomshinda fisi hatimaye umetafunwa. Serikali imejenga upya madarasa mawili, vyoo na kufanya ukarabati mkubwa wa majengo yote ya chakavu kwa gharama ya shilingi milioni 170 na laki moja kupitia mradi wa Busti. Mradi umeanza kutekelezwa tarehe 2 mwezi wa 9 2025. Mradi utarajiwa kukamilika tarehe 31 mwezi wa 11 2025. Tarehe matazamio kumaliza mradi mpaka sasa ni tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026. Leo hali ni tofauti. Tabasamu limerejea kwa wazazi na walezi waliokuwa wakiishi kwa hofu, wakijiuliza kesho ya watoto wao ingekuwaje. Mpaka hapa walipofikia vyoo, tunaona kwa kweli imesaidia kwa asilimia kubwa. Ukiangalia jengo la shule madarasa mawili ambalo bado halijamalizika ujenzi wake kwa ndani. Tunashukuru serikali kwa asilimia kubwa. Tunamshukuru sana mama. Tunamshukuru sana kwa kutukumbuka kwa kutuletea mradi huu. Serikali kwa upande wake inasema ni rahisi barafu kuwa maji, lakini si maji kuwa barafu, ikimaanisha dhamira ya kuboresha elimu ni mwelekeo usiorudi nyuma. Tunafanya ukarabati ili shule zote kongwe ziwe na hadhi na mazingira bora ya kufundishia na kusomea. Lakini pia pale ambapo shule zimechakaa kabisa, tumekuwa na mkakati wa kujenga shule mpya katika hayo maeneo. Lengo ni kuhakikisha pia watoto wanasoma kwenye mazingira bora. Tunaposhindwa kufanya ukarabati wa mapema, ndio tunakuta shule zinakuwa zina hali mbaya zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kama ambavyo umeona leo, tutaendelea kukarabati, tutaendelea kujenga na kurekebisha kasoro zilizo kwenye majengo yaliyochoka. Shule ya msingi Kitelewasi sasa inaanza ukurasa mpya. Kilio kimegeuka kuwa tabasamu na hofu imepisha matumaini. Muhammad Nyaulingo, FM, kutoka Dar es Salaam.